Jamii ya Kiyahudi inaufunga mwaka kwa tukio baya la ufyatuliaji wa risasi lililotokea Bond nchini Australia. Ni tukio linalotajwa kuwa ni shambulizi la kikatili na ni shambulizi la kigaidi dhidi ya Wayahudi. Ni shambulizi ambalo limetokea huko nchini Austria wakati wa sherehe za Wayahudi ambao walikuwa wakisherekea miongoni mwa sherehe za Kiyahudi katika eneo hilo. Watu 12 walitajwa kuuawa licha ya kwamba idadi imezidi kuongezeka, na hii ni kwa mujibu wa Waziri Mkuu Chris Minns ambaye amesema shambulizi hilo lililenga moja kwa moja jamii ya Wayahudi wa Sydney. Kamishna wa polisi alitangaza rasmi tukio hilo kuwa shambulizi la kigaidi, akisema kulikuwa na zaidi ya watu 1000 katika eneo la tukio hilo, wengi wao wakisherekea sikukuu ya Kiyahudi ya Hanukkah. Watu 29 walipelekwa hospitalini akiwemo mtoto mmoja. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni maafisa wawili wa polisi ambao hali zao ni mahututi na walifanyiwa upasuaji wa dharura. Kuhusu washambuliaji wawili waliotajwa, mmoja alifariki dunia na mwingine yupo hospitalini akiwa katika hali mbaya, imeeleza taarifa. Polisi hawajatoa taarifa za kina kuhusu washambuliaji kwa sasa, lakini wamesema wanachunguza uwezekano wa kuwepo kwa mshambuliaji wa tatu. Tukio hili limetokea mnamo siku ya Jumapili. Kutokana na ukubwa wa tukio hili, ulimwengu uliguswa sana kutokana na mauaji haya. Viongozi wa dunia, mashirika ya kimataifa na jumuiya za kidini wamelaani shambulizi la risasi lililowaua watu 12, ambapo sasa idadi yao inatajwa kuwa 16 katika ufukwe wa Bondi Beach, Sydney, wakilielezea kuwa kitendo cha kigaidi chenye chuki dhidi ya Wayahudi. Shambulizi hilo la risasi lilitokea Jumapili katika ufukwe maarufu wa Bondi Beach mjini Sydney, limezua mshtuko na hasira duniani kote. Watu wasiopungua 16 wameuawa katika tukio hilo lililotokea wakati wa maadhimisho ya sikukuu hiyo ya Kiyahudi ya Hanukkah. Rais Isaac Herzog wa nchini Israel amelaani juu ya tukio hili, akisema kwamba ni shambulio la kikatili sana dhidi ya jamii ya Wayahudi. Inafahamika kuwa wakati tukio hilo linatokea kulikuwa na hafla ya kuadhimisha siku ya kwanza sikukuu hizo za Kiyahudi katika ufukwe huo. Dada na kaka zetu huko Sydney wameshambuliwa na magaidi waovu katika shambulio la kikatili sana dhidi ya Wayahudi waliokuwa wamekusanyika kuwasha mshumaa wa kwanza wa sherehe za Hanukkah katika ufukwe wa Bondi, amesema Herzog. Hata hivyo, viongozi mbalimbali akiwemo Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese alitaja shambulizi hilo kuwa la kushtua na la kuhuzunisha. Alisema ni tukio lisiloelezeka na lililotangazwa rasmi na polisi kuwa shambulizi la kigaidi. Rais wa Israel Mfalme Charles na mkuu wa Jumuiya ya Madola alisema ameshtushwa na kile alichokiita shambulio baya zaidi la kigaidi lenye chuki dhidi ya Wayahudi, akitoa pole kwa waathirika na familia zao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwa upande wake alisema chuki dhidi ya Wayahudi haina nafasi duniani. Alisema mawazo ya maombi ya Marekani yako pamoja na waathiriwa na watu wa Australia. Hata hivyo, Wayahudi wamekuwa wakilengwa katika maeneo mengi ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na Marekani. Mwaka 2025 umekuwa mwaka mbaya sana kutokana na kulengwa kwa Wayahudi ulimwenguni kote. Hata hivyo, nchini Israel wanaona hili kama mpango wa kuwatenga Wayahudi ulimwenguni. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba yote haya yametokea kutokana na tabia za serikali yao chini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, lakini pia kwa kuzingatia historia yao. Wayahudi huko katika Mashariki ya Kati wanatajwa miongoni mwa waliofanya ukatili wa hali ya juu katika maeneo ya Palestina na kwingineko, ikiwa ni pamoja na Lebanon pamoja na Syria na maeneo mengine katika Mashariki ya Kati. Na hivyo hali hii inaonyesha ulimwenguni kote wametengenezewa chuki na watu wengi, na hii imekuja kusababisha kukutana na mashambulizi haya. Nchini Marekani ilishuhudiwa katika ubalozi watu wawili wakipigwa risasi na kuuawa, lakini haikutosha. Ni maeneo mengi ulimwenguni ambayo yametajwa kwamba Wayahudi wamekumbana na kadhia ya mauaji, na yote hayo ni kutokana na kile ambacho baadhi ya wachambuzi wanasema ni ubaguzi wa Wayahudi ulimwenguni. Hata hivyo, jitihada zinaendelea huku Marekani pamoja na Israel wakipambana kudhibiti namna ya kuwalinda Wayahudi ulimwenguni kote, kama alivyosema waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio kwamba hakuna nafasi ya mauaji dhidi ya Wayahudi ulimwenguni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakujuza ni nini ambacho kinaendelea kutokana na mauaji haya ya shambulizi linalotajwa la kigaidi huko Bondi Beach nchini Austria katika sherehe za Hanukkah za Wayahudi, ambapo watu 16 mpaka sasa wanatajwa kuuawa kutokana na shambulizi hili.
Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.